Wafanyabiashara huko Mtwapa, kaunti ya Kilifi, wanalalamikia ongezeko la wizi unaotekelezwa na kundi la vijana wanaolenga maduka ya kuuzia simu, bidhaa za kielektroniki na sehemu za kutoa pesa. Kwenye kisa cha hivi punde, mmoja wa wezi wanaosakwa na polisi alinaswa na kamera za CCTV akimhadaa mfanyabiashara wa duka la M-Pesa pamoja na vifaa vya elektroniki na kutoweka na pesa. Francis Mtalaki alizuru eneo hilo na hii hapa taarifa yake. Jumamosi ya tarehe 13 Desemba mwendo wa saa 8 na dakika 26 mchana, jamaa huyu ananaswa na kamera za CCTV akiwa kama mteja wa kawaida, akisema naye Linet Munga, mhudumu katika duka hili, asijue njama ya jamaa huyu ilikuwa ni wizi. Akakuja akasema kwa yataka Bluetooth. Nikamwambia Bluetooth yenye wataka hakuna. Then nikapigia bosi. Akasema bosi wako alikuwa ameniambia ataniletea. Mimi nikapigia bosi simu, nikamwambia kuna mtu amesema kwa anataka kitu fulani na wewe ndo alikutuma. Waliongea, walipomaliza kuongea akaniambia bosi wako ameniambia kwa unipatie namba. Anamhadaa na kutaka kusema na bosi wake kupitia simu. Mazungumzo yaliyodumu kwa dakika 2.5, ikiwemo Linet kumpigia bosi wake na kisha kuzungumza na jamaa anayedaiwa kutekeleza wizi. Wakati huo, inadaiwa wezi hawa hubadilisha nambari ya simu kisha baadaye kuwasiliana nao wakitaka pesa au huduma za vitu. Ni hapa ambapo njama yao inakamilika. Kumbe ile namba pale kwa hiyo simu yangu ndio bado yako nayo, aliandika namba yake na akasave jina na jina la bosi. Akaanza kunitumia message na SMS akinambia ika pesa kwa namba fulani. Nikamwekea pesa kwa hiyo namba, ndio hivyo pesa ikakuwa imeenda. Wafanyabiashara hapa Mtwapa wanasema matukio haya yameongezeka licha kuripoti katika kituo cha polisi cha Mtwapa. Hadi sasa wezi hawa wamekuwa wakiwaibia wakazi. Zimekuwa mingi sana. Nakumbuka pale Posta juzi imetokea moja na pale Estate Gate imetokea moja. So imekuwa kitu kwamba hakipendezi. Maafisa wa polisi wamedai kuwa msako mkali umeanzishwa kumsaka mshukiwa huyu na wengine wanaojihusisha na wizi katika maeneo ya kibiashara. Kinaumiza ndio ile kuanza ile biashara alafu mtu ajabu mwe biashara yako, pia lazima kuwe na huzuni. Tungeomba tu usaidizi. Tukuja tusaidiwe na pia hiyo itakuwa vizuri huyo mtu akishikwa. Sisi tunachoomba tu ni kwamba hiyo kitu ifanyike. Yaani polisi wafanye uchunguzi kwa haraka kwa sababu sasa hivi ni Desemba, unajua. Ukoro umekuwa mwingi sana, utapeli umekuwa mwingi sana. So tunaomba tu tafadhali. Francis Mtalaki, Ringa ya Citizen.